Karibu sana. Awali ya yote napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu wa rehema, lakini sambamba na hilo, nadhani ndugu mtangazaji, tupo tena kwa mara nyingine tena kwenye kata yetu ya Luchingu kwa mwendelezo wa kujitoa na kujitolea kwenye shughuli ya maendeleo kwenye mradi wetu wa shule ya sekondari, na leo tumepata faraja kubwa na tunayo furaha sana. Wenzetu wa Jeshi la Akiba wamekuja kutusaidia hii kazi baada ya kuona jambo ambalo linaendelea hapa la msingi, na wao wakaona waje watusaidie. Namshukuru sana mshauri wa Jeshi la Akiba Meja Mwasonga, ametusaidia kutuletea vijana kwa ajili ya kufanya shughuli za kimaendeleo kwenye kata yetu, na vijana hawa wa Jeshi la Akiba, Mwenyezi Mungu awabariki sana, kwa sababu wamejitoa na wanaendelea kushirikiana na wananchi kuhakikisha jambo hili linaenda kwa uzuri zaidi. Ndio, tumeona hapa jitihada zao ni kubwa. Itakuwa ni endelevu kwa wao kujitolea ama itakuwaje? Hatuwezi kusema kwamba inaweza kawa ni endelevu, lakini hili jambo kwa sababu tumewaomba, mimi Mheshimiwa Diwani niliongea na mshauri wa Mgambo ambaye ni Meja Mwasonga, nikamuomba kwa ajili ya vijana hawa waje tusaidie, na kweli yeye kwa vile ameona ni shughuli ya kimaendeleo akatusaidia vijana wake kwa ajili ya kutusaidia jambo hili la kimaendeleo kwenye kata yetu. Safi. Vijana wa Jeshi la Akiba si peke yao, wapo na wananchi pia. Wananchi ni ada yao, kila siku wamekuwa wakijitolea kwenye shule hii ambayo inajengwa kwenye kata yao. Kila siku tuko nao na kila kukicha tuko nao, na mimi nishukuru sana, niwapongeze sana wananchi wa kata ya Luchingu, wamekuwa wakijitokeza kwa wingi kuhakikisha jambo hili linaenda na likamilika kwa wakati. Tulianza kwenye hatua ya kuchimba msingi, lakini leo hii tupo kwenye hatua ya ujengaji vifusi kwenye majengo ambayo tayari yashajengwa. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi wa kata ya Luchingu, lakini pia niwashukuru hawa vijana wa Jeshi la Akiba kwa kuja kutusaidia hii kazi na kuona namna gani ili jambo linaenda ili kuweza kufanikisha kwa wakati. Safi. Kwa sasa tupo katika hatua gani tangu tulivyoanza zoezi la kusafisha eneo hadi leo hii? Kwa sasa tupo kwenye hatua ya ujenzi. Unaona wewe mwenyewe ni shahidi, kuna baadhi ya madarasa yameshafikia hatua ya kujaza kifusi, na maana tayari yashaanza kwenye hatua ya msingi. Kwa hiyo sasa hivi tupo kwenye hatua ya kujaza kifusi ili aweze kuweka jana, na hata vyoo unaviona vipo katika wakati, vipo kwenye engo mzuri sana kwa ajili ya uendelezaji. Kwa hiyo hatua iliyopo kwa sasa ni kukamilisha baadhi ya majengo ambayo yapo, na unaona shughuli zinaendelea, tofali zinakuja kwa wakati ili jambo liweze kwenda vizuri. Neno lako sasa kwa mbunge wa jimbo la Newala mjini, lakini pia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Neno langu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Suluhu Hassan, mimi nikiwa kama mwakilishi wa kata ya Luchingu, unajua tumechukua muda mrefu sana kata yetu haijapata shule ya sekondari. Leo hii tumekuja kupata faraja kubwa sana baada ya kumwona Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea fedha takriban milioni 568 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari. Fedha milioni 568 kwa ajili ya ujenzi, na maana ujenzi unakamilika kwa fedha hizo tutajenga. Lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa mbunge naye kwa kulisimamia hili, kutupambania na sisi kuweza kupata sekondari. Lakini pia najishukuru na mimi mwenyewe Mheshimiwa Diwani kuweza kupambana kuweza kupata shule ya sekondari. Yote kwa yote tunaomba ushirikiano, wananchi pamoja na viongozi wote tushirikiane kwa pamoja ili kuleta maendeleo kwenye kata yetu. Shukrani sana.